Tumewakamata watuhumiwa 29 kwa tuhuma za mauaji na chanzo ni uzushi wa kuibiwa nyeti. Ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Rukwa tunawashikilia watu 29 kufuatia tukio la mauaji ambalo limetokea kijiji cha Madibira, wilaya Kalambo, mkoa wetu wa Rukwa. Tukio hili limetokea tarehe 20 mwezi Agosti 2026 majira ya saa 12:45 jioni, ambapo vijana 7 wa kampuni ya simu ya Halotel walifika katika kijiji hicho kwa ajili ya kutoa huduma za kusajili laini za simu. Vijana hao wakati wakiendelea na shughuli zao, kulitokea taharuki baada ya mwananchi mmoja anayeitwa Mpaji Simukanji kudai kuwa ameibiwa nyeti zake. Baadhi ya wananchi walianzisha vurugu na kuwashambulia vijana hao kwa kutumia mawe, fimbo pamoja na silaha zingine za jadi. Kufuatia tukio hilo, kijana mmoja anaitwa David Amos Mwimanzi, miaka 22, mkazi wa kijiji cha Kasanga, wilaya ya Kalambo, aliuawa. Lakini vijana wengine 6 waliweza kujeruhiwa maeneo mbalimbali ya miili yao. Katika tukio hilo pia wananchi walichoma gari moto. Gari hilo ni lenye namba za usajili T157 DQP aina ya Nissan, na ndilo waliokuwa wametumia wale vijana kwa ajili ya kusafiria kutoka Kalambo mpaka kwenye hicho kijiji cha Madibira. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa au kufuatwa dhidi ya hao watuhumiwa 29 tuliowakamata. Kufuatia tukio hili, jeshi la polisi tunatoa wito kwamba baadhi ya wananchi wanaochukua wenye tabia za kujichukulia sheria mkononi, lakini wenye imani hizi za kishirikina waziache, kwa sababu zinaleta madhara kwa jamii na hazina sababu zozote za msingi. Kama nilivyowaambia, kuna matukio mawili. Jingine ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Rukwa linapenda kutoa taarifa za watu 2 waliofikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya bwana mmoja anaitwa Ferdinand Kefa Msakuzi mwenye miaka 50, mkazi wa Majengo hapa Sumbawanga. Watuhumiwa waliofikishwa mahakamani ni Michael John Bubinza ambaye aliwahi kuwa askari wa jeshi la polisi mkoa wa Rukwa, pamoja na Cyprian Manyo Pasco, dereva wa bodaboda, na wote hawa ni wakazi wa hapa Sumbawanga. Tukio hili la mauaji limegundulika tarehe 28 Julai 2026 majira ya saa 6 mchana katika kijiji cha Kisumba, wilaya Sumbawanga, ambapo mwili wa marehemu ulikutwa umetupwa vichakani. Baada ya uchunguzi muhimu wa awali kukamilika tarehe 19 Agosti 2026, watuhumiwa hao 2 walifikishwa mahakamani katika mahakama ya wilaya ya Sumbawanga na kusomewa shtaka la mauaji. Jeshi la polisi tunaendelea kutoa wito kwa wananchi waendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa, kwani hakuna mtu aliye juu ya sheria. Asanteni sana. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.